Hiyo. Tuko na Elizabeth Akinyi, treasurer wa kanisa, pigia makofi. Tuko na Andrew Simiyu, secretary wa kanisa, secretary general na Andrew Simiyu. Tuko na Aneta Diambo, president worship leader. John tu haraka kwa sababu ya masaa. Tuko na Madam Ruth Minyana, ni Sunday school director. Walimu wa Sunday school wote wanaripoti kwake. Usije kwa mchungaji, mimi sijui mambo ya watoto. Tuko na Naomi Mutinda, Sunday school teacher, na report kwa Madam Ruth. Tuko na Elizabeth Akinyi, Sunday school teacher. Tuko na Madam Rosemary Masiga, Sunday school teacher, pigie makofi. Atena huyo mchanaji wetu. Tuko na Mr. Jacob Tsuma, huyo ni Asha leader, anakaribisha wageni. Tuko na Eugene Ochieng, instrumental leader. Ukiangalia kushika microphone lazima muulize ikiharibika atakusaidia. Tuko na Lena Karui, huyo ni hospitality department, anakaribisha wageni, anajua kusimai na anaweza kupatia wageni soda nzuri, sio ile ya kawaida. Tuko na Daniel Oma, department security department leader. Huyo ndio security mwenyewe, yuko wapi? Daniel. Wameenda kuchukua benji, wanakuja tena. Tunarudia, tuko na Mr. John Mtaba, chairman. Hiyo ni ya pili anapata. Inaonekana hiyo kitengo. Tuko na Andrew Simiyu, department ya women ni secretary. Tunakuja wapi nyingine hiyo? Chukua yako, usitembee kama tu. Mtu wako imeandikwa na roles tofauti. Alafu utasoma, usiende kuingia kwa nini ya mtu mwingine. Usije kwa mchungaji, nitakurejesha kwa ajili yako. Tuko na Joseph, ni main treasurer, mke wake yuko. Mama njoo. Mke wa nini njoo, mpigie makofi anapokuja, simama kwa niaba yake. Yuko kazi. Huyo ndiye anaweka pesa ya wanaume. Mwambie kuanzia leo. Ile ni benki ya men. Huyo men anatoa pesa mingi. Tuko na Madam Rosemary Masika, women department. Huyo ndio chairlady wa hii kanisa. Amen. Tuko na Elizabeth Akinyi, huyo ndio women treasurer. Na umepata tu mingi. Si ungechakuwa mimi hapa tena. Tuko na Elizabeth Akinyi, women department na secretary. Kwani Mungu niona mimi? Amen. Tuko na Joseph Mudama, yeye ndio youth chairman. Yuko wapi? Jose. Wewe Jose, mama uchukue. Tuko na Luce John, huyo ndo secretary youth department. Pigia makofi anapokuja. Youth, huyo leader wetu tafadhali, akikwambia hivi upate mara moja. Ukuleta kwangu ni makosa. Youth yoyote tafadhali mtii. Mkitii huyo mtii wachungaji wenu. Tuko na Edna Zawadi, ni treasurer. Huyu anapewa pesa ya vijana. Mpigie makofi yako wapi? Edna Zawadi, huyu ana pesa mingi, vijana na pesa hapa nje. Sawa? So, muo mnamuuliza pesa yenu iko ama ilipotea. Tunangoja hao wawili. Bwana asifiwe. Nani ndiye mtie bidii? Mtie bidii hapo ametia bidii sasa kwa kupokea. Acha ninapigia huyu mzee wa bidii. Lakini hapo angalia mzee wake anakaribisha. Tuko na security department leader Mr. Daniel Ouma. Huyo hata juzi alipata mtu amelala hapa usiku akamtoa mbio kabisa. Chomoa hapa mtu amelala hapa hivi. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana asifiwe kanisa. Naona mbele yenu ni viongozi. Amen. Kazi hii ni kubwa. Mimi na mchungaji atasimama peke yake. Inahitaji tukaweze kuchagua watu kadhaa ambao watasimama katika sehemu zao kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Amen. Ombi langu ni kwamba mkapate kuwapokea, mkapate kufanya kazi yao rahisi. Yeyote ambaye amechaguliwa katika sehemu ambayo umewekwa, wewe ni president wa hilo department. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siamini uongozi wa kufuatafuata. Nikikuweka mahali, ninatumaini ya kwamba utaweza kutekeleza majukumu yako jinsi ipasavyo, with all freedom. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe ndio unajua zaidi katika hiyo department. Na pia certificate zenu kila mtu ameona. Bwana Yesu asifiwe. Certificate ya huyu haifanani na ya huyu, haifanani na huyu, haifanani na huyu. Maana kila mmoja kuna majukumu anapaswa kufanya mahali hapo. Amen. Na pia kuna lengo anafaa atimize mwisho wa siku katika hiyo department kwa ajili ya kazi ya Mungu. Amen. Maelekezo yote yako sahihi na ufasaha. Katika kipindi cha kuongoza, unaweza fika wakati ujisahau ni nini ambacho ninafaa nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukirudi kwa certificate yako, itakuelekeza kazi yako maalum ya kufanya katika nyumba ya Mungu ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu ni kwamba usikae katika department yako alafu uje ujisahau uanze kuingilia kwa department ya mtu ambayo haikuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Kutumaini Bwana, siku imewadia ambayo kusudi lako jema limetimika kwa ajili ya huduma ya Rema Likoni mahali hapa. Mungu wangu, ninakushukuru kwa ajili ya viongozi ambao wako mahali hapa. Nimewaweka Bwana katika kila mmoja katika kitengo chake jinsi Roho Mtakatifu ulivyoniongoza. Ombi langu mchana wa leo ni kwamba ukapate kuvunja kila nira zilizo ndani ya maisha yao ambazo ni vizuizi kwa kuwafanya wasikutumikie Mfalme wa ajabu. Ombi langu Bwana Yesu asubuhi ya leo ni kwamba ile neema ambayo ulioweka ndani ya maisha yangu kwa ajili ya kazi yako, na achilia neema hiyo hiyo ya utumishi ndani ya kila mmoja mahali hapa. Let there be a zeal over serving you, O God, in their heart, O Lord. Ondoa kila vizuizi ndani mwao. Yesu ukapate kuwasaidia, Yesu ukapate kuwashindania katika kile kitengo. Wape nguvu ya kusonga mbele. Na kataa kila maroho ya udhaifu, na kataa kila maroho ya kukata tamaa, na kataa kila maroho ya mashindano, na kataa kila maroho ya kupotoka. Hayata kuwepo katika hata moja mahali hapa. Ninawafunika na damu ya Yesu Kristo. Yesu zidi kuwashindania, Yesu zidi kuwabariki, Yesu zidi kuwaongoza. Bwana, watoto hawa wamekuwa kiumbe kipya katika madhabahu yako ya rehema. Bwana, ninaomba ukawapokee. Baba, ninaomba ukawapokee. Mfalme wa ajabu, watenganishe na magonjwa ya jamii yao, watenganishe na shida ambazo babu yao na nyanya yao walipitia. Bwana mfalme wa ajabu, wapokee hao, wao wateule. Hawa ndio wakaweza kusaidia jamii yao, hawa ndio waweza kusaidia familia yao katika jina la Yesu Kristo. Hawa ndio wao kielelezi katika familia yao, hawa ndio wao kielelezi katika jamii yao katika jina la Yesu Kristo. Wabariki Bwana, wabariki Baba, wabariki sasa katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana ambatane nao, neema ya Bwana ambatane nao, kibali cha Bwana kiambatane nao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, jinsi uliposema kwamba tuwache watoto wadogo waje kwako, nasi Bwana tunapeana watoto haya kwako. Hata wazazi wamekiri kwamba mfalme wa ajabu, watoto hao wameachiliwa kuanzia leo wakakutumikie. Wengine Bwana ni wachungaji, wengine Bwana mfalme wa ajabu ni walimu, wengine ni wainjilisti. Baba mfalme wa ajabu, kile kipao iliyoweka kwao Baba yangu leo tunakichochea katika jina la Yesu Kristo. Fanyika
baraka kwa nyumba yenu. Mvua ukanyika baraka kwa nyumba yenu katika jina la Yesu Kristo. Ukalete mali mingi kwa nyumba yenu, ukapata pesa mingi kwa nyumba yenu. Kusikosekana hata fedha za kusomesha, kusikosekana hata fedha ya kwenda ng'ambo katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe utabadilisha maisha ya kwenu, ni wewe utainua familia ya kwenu, ni wewe utanunua mashamba kwenu, ni wewe utanunua magari kwenu, ni wewe utanunua ndege kwenu, ni wewe utainua ndege kwenu, ni wewe utaweza kulima mazao, chakula ambayo wazazi wako watakula hadi mwisho wa dunia katika jina la Yesu Kristo. Asante mfalme wa ajabu, wewe unastahili Baba. Ninaombea haya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Semeni amen. Piga vigelegele, piga vigelegele, piga vigelegele. Ombea watoto tu, ombe tu. Anafanyiwa wakfu. Tukiwa katika hiyo hali, tunaenda kuomba viongozi. Wa kwanza ni chairman wetu. Je, mnaahidi Mungu akikusaidia kuifanya iwe ombi lako la kawaida kwamba kwa neema ya Mungu watakuja kutumaini Yesu Kristo pekee kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao na kwa ajili ya utimizo na ahadi zote za Mungu kwao, hata uzima wa milele, na katika imani hii kufuata Yesu kama Bwana na kutii mafundisho yake? Kanisa kwa jumla, hii ni swali lenu. Je, mnaahidi kuombea hawa watoto wadogo na kuahidi kuwasaidia wazazi hawa kutimiza ahadi zao? Ndio. Umesikia? Kwa hivyo mtoto wako akikosea mahali, ushirika tukupone kuambia mtoto wako ni hivi na hivi, haendi njia nzuri, ni kusudi lako kusaidiana naye kwa ajili ya kumfikia. Usikie umeinuka ukasema kwamba mbona unaongelea mtoto wangu tu kama nani, wewe ndio ulimzaa. Hiyo pia kusikia. Sawa? Nikipata pale nje na manisikia, nina ruhusa ya kumwadhibu. Sawa? Nitaenda katika njia. Baada ya wanafunzi kujawa na kubatizwa na Roho Mtakatifu, watu wakaokoka, watu 3000. Multiplication. So when benefit of a fervent prayer, there will be multiplication in your church. Kuna watu wataongezeka kwa sababu wataongezeka kwa kanisa. Wakati kanisa limesimama kuomba, tena sio kuomba katika umoja. Kuna kuomba katika umoja, na kuna kuomba katika mgawanyiko. Bwana asifiwe. Hata katika familia, when the couple is not together, hakuna maombi yanafanya kazi. But when they stand and pray together, things work. Bwana asifiwe. Kwa familia kama kuna mgawanyiko, maombi yanafanya kazi. Lakini wakati watu wanashikana mkono pamoja, there is power things that happen. Kuna mtikisiko. Wakati mtikisiko, unaona pale Pentecoste alitikisika pale Yerusalemu walikuwa msaliti. Kwa hivyo when it is shaking, kuna watu huko wanaendelea, kuna familia zinatengenezwa. Huko zinatengenezwa kwa sababu ya maombi ya wateule ili wapate kuokoka. Na kuokoka, tatu. Sio. Akamjia Kristo. Wakaokoka wakatembea na Yesu. Number 1, there will be multiplication. There will be multiplication in your life. Hautabakia jinsi ulivyo. Utakuwa na multiplication. Utaangalia vitu vyenye vimezalika, uone kwamba kweli hapa nimeongeza. Hakuna minus. Kama minus ni badili ya Kristo, lakini si kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa that is one of the benefits as a church of perfect prayer of union. Kushikana mkono na kuomba.
Nimeona maombi, niangalia nguvu za maombi nikiwa peke yangu, na nguvu za maombi nikishikana na wapendwa, na nguvu za maombi nikishikana na Mungu wangu. Ukiwa peke yako kuna mambo mengi angusha. Bwana asifiwe. Hapo kwa ulimwengu multiplication. Kwa Bible. Wakati hao wanafunzi walikuwa asifiwe. Maana Yesu alipokuwa anaenda, aliwaambia amani na watu. Pokeeni. Lakini watu wanapokea roho vipi na wanakuwa baptized vipi? Bwana asifiwe. Ukichukua chupa na kuweka maji pale chini, umezaa leo. Lakini there is no problem. Bwana asifiwe. Ukichukua chupa weka maji, kwa sababu ile chupa iko pale iko nusu. Iko nusu sasa. Iko nusu. Imejazwa, lakini iko chini. Unaweza kuwa umejazwa lakini iko huko. But when it was Pentecost time, ilijazwa pale kafurika, hadi wakapata mstari. Bwana asifiwe. Kwa watoka kidogo. Walikuwa na Roho Mtakatifu. Yes, lakini when it comes to kueleza injili, Bwana asifiwe. Ndio maana wakapewa na mtakuwa shahidi wangu, Yerusalemu, Judea, Samaria na hata misho ya nchi. They had to be baptized. Hawajaenda bila hii empowerment. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaendelea. Tunaendelea kama moja na this point. Tumesema benefits kuna past notification. 2, revival. Kuna empowerment. Bwana asifiwe. Then nataka tuende tena hiyo 5:14. 5:14. Unasoma 14 peke yake. Endelea. Nataka uendelee mpaka 33. Matendo ya Mitume mlango wa 5 kuanzia mstari wa 15 hadi 33. Nikasoma hata ikawa katika njia kuu kutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majani na magodoro, ili Petro akija ingawa kivuli chake kimwangukie mmoja wapo wao. Naye makutano ya watu wa miji iliyoko kando ya Yerusalemu wakakutanika wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Bwana asifiwe. Sioni hapo. Baada ya hayo watu wakatandika magodoro wakiweka wale watu waliokuwa wamefungwa. Hili kusudi kile kivuli, maana watu ni wengi. Crowd ni kubwa. Wanatandika magodoro ili atana empowerment. Wanatandika magodoro ili Petro akipita, ule ndio utapita. Kivuli kani kikipita juu ya mtu anatoka. Bwana asifiwe. Perfect prayer. Na wewe asimame hivi, utaona sema dada yako. Bwana asifiwe. Kuna dada yako. So kuna kukubali mazuri, lazima wapatane na yale mengine. Bwana asifiwe. Tuendelee na. Watu wanapoa. Kanisa hili. Hapo tunaona hili na people being set free. Hii ni madhara yale maombi kumbuka. Watu wanajifungia pale wanaoja. Popote ile kwa moja. Kuwa baptized. Na wale baptized, lakini hii maombi inafanya impact. Bwana asifiwe. Hii maombi inatikisa unasikia titi. Wanatembea kama ile. Basi kule mtembeo wao umepungua watu. Na ndio pita nao wanatajika watu wanatajika. Magodoro walaza wagonjwa na wale waliopoa na mapepo. Hata akipita hadi kivuli chake kinaiona mtu. Bwana asifiwe. Sawa. Tuendelee. Mstari wa 17. Akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye. Hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo. Wamejaa wivu. Tunaona sasa kuna kuinuka hapa. Kuna kuinuka. Endelea. Wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, "Enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu." Simamia hapo. Ile ile congregation imeponywa. Sijui kama pamoja. Ile congregation iko hapa prove ground, sasa imeponywa. Kumeinuka watu. Hata pia kivuli chake kimeponya watu. Kumeinuka sasa masaibu. Bwana sifi. Hakuna kitu chema kisichopimwa. Nataka nikwambie hakuna kitu chema kisichopimwa. Hakuna mtumishi wa Mungu ambaye hata Yesu. Tuangalia Yesu. Yesu alifanyia watu nini? Akafungua wapo. Yaani Yesu hapa. Lakini jinsi watu wanakuwa na saibu. Bwana sifi. Sasa tunaangalia pita. Angalia mwacha kaza na mtu wewe ndio. Tena sasa kinakuta. Bwana sifi. Na sisi kama watu watu wangu kupitia. Hatuna budi. Because Christ is our Lord. Sisi tunayefuata. Na lazima tutapitia aliyopitia. Lakini sisi tunapitia kama hatuone chenye tunafanya. Wacha tupitie wakati tunaona watu wanapona, watu wanaokoka. Hata ukiwa gerezani kama Peter. Na wanafunzi wale wengine. Unaenda kwa gerezani kwa sababu ya kuponya watu. Sawa Yesu. Sawa. Bwana sifi. Endelea. Tuko kwa the dangers. Not down. One point of the dangers of a prayer. Tunaona kuna challenges. Challenges arise. When you really pray, challenges arise. Lakini wakati wa maombi, unasikia kinywe. Bwana sifi. But when you arise to pray, no challenges arise. Wewe ukikaa katika ile maombi, unaona mambo ya msaada ina yako sawa. Lakini ukiingia kwa maombi utajua kuna kitu unafanya. Maana challenges ina arise. Bwana sifi. Endelea. Mstari wa 19, mstari wa 20. Enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima. 21. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli, wakatuma watu gerezani ili wawalete. 22. Hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari. 23. Wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipofungua hatukukuta mtu ndani. 24. Basi jemadari wa hekalu na wakuu na kuhani waliposikia haya, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao litakuwaje jambo hilo. 25. Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale waliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu wamesimama wakiwafundisha watu. Hawa ni wanafunzi ambao walikuwa ndani kwa sababu ya kufanya mema, kwa sababu ya kuhubiri. Sawa sawa. Round 2 na tena sisi tunambandika msalabani, tunangojea lete round 3. My friend, hakuna round 3. Vile naangalia weather vile ilivyo. Kuna round 3. Ni sisi tubadilike straight. Kwa maana yeye ameanza option 1. Matunda wametimama. Mitino kwa nayo ndani ya mada. Leo tumebakishiwa miti michache kabisa kwa maana Mungu aliudhika. Ati kama tena kale kamti
mandizi ya kisukari ndio yako sukari peke yake. Yale mengine yote yako chachu chachu. Kiasi ya kwamba utasikia mtu anakuambia, "Wewe, hiyo ndizi ya mkono sijui nini. Hiyo siwezi kula." Jinsi hapo kupoka. Kila mtu akawekwa katika kitengo, huwezi kile, na kuna watu hawezi vitu vingi kabisa. Kwa maana na ujue vyote tulikuwa tunakula. Kuna story ya kwamba hivi akilini. Nani kasema? Vyote vilikuwa ni vyakula. Lakini akawaangalia. Mwandwani meongelewa kweli. Meongelewa. Kwa hiyo matu mengi akatuma mwanao pekee ambaye ndio niokolea watu. Na waeleze kwamba hii option nimewapatia ni ya kuwapenda. Yesu ambao msalabani. Tena anaambia watu na anawapatia mifano na anawapatia miujiza na hawakutaka kumuelewa. Hata tumekaa na wewe, si unanielewa mimi ninatenda miujiza unajua. Lakini naambia wale jamaa, ukiona nimembusu ujue ni Yesu. Sasa si umenishi. Yaani ndwani ndio samiani wa ngwata ndia. Mnondo ngome sina nyene nyingi Yesu. Kizia nyene kile. Wa ngwata nyena amiani no kwa kwekata kwao. I will sure sisi wanadamu kuna njia moja ama nyingine waendelea kumkamatisha Yesu indirect, lakini uko pale kusema Yesu ni wangu wa milele. Na ukitoka hapa kwa mganga maana unataka Yesu akamatwe. Mimi nataka Yesu achukue nini? Sana. Na ni mtu alikuja kukuokoa kwa sababu ya moja mbili. Sisi tumefikia kiwango cha kumrudisha Yesu msalabani tena kwa sababu ya matendo yetu. Kwa hivyo kuna wakati mimi nihubiri si mimi nasema wenga yaka likabahamu very sure. Unaounga mabaa agadie tuni, pengine mchungaji, pengine, lakini yeye ni mwanadamu pia. Sasa kwa maana kuna njia moja ama nyingine waweza kuwa wakosea ndugu yako na hujui. Ama unanikosea na unajua kabisa. Na kukosea na wewe na mimi najifanya sielewi. Jamani akisimama hapa maana alisema hakuna dhambi ndogo mbele za Mungu. Hakuna dhambi ndogo. Zote ni sawa. Sasa siku walimba hiyo. Ndio nasemaje? Hakuna vile nasema aekanaika haka. Akaage nafuu. Yesu atanielewa. Anaweza kafuta hiyo dhambi hiyo. Ni sawa sawa na kuua. Hiyo sawa sawa na kuua. Mkanyaga ukaona kweli na kanyagika. Usikie watu wengine walienda kuombea mapepo na wakashikwa na maliwe na wazazi. Si kitu ya kuchezea, yule ni very powerful. Kwa hivyo nataka wewe huo umekula kitabu hiki cha Biblia kiasi ya kwamba ukifika hapo ni mianga tu inatoka. Mishana. Shetani anakimbia. Kwa maana wanajua Yesu ni very powerful, Mungu ni powerful. Lakini sio design hii tunakula sima tunashiba. Unaanza kukanyaga shetani mharibu. Huwezi kuharibu. Being that spirit ya kuharibu shetani, ndio tuharibu shetani. Kwa hivyo alikuja kuonyesha show of sympathy. Jesus ama God was so sympathetic to mankind. Humankind. That's why alimtuma mwanawe pekee tuje atuulize tena. Biblia inatuambia kwamba wakati wa mwisho wewe saizi mimi na wewe tutafika pale kwa mwendo uende uambie mwendo utakukuta pengine kama atakuwa hajaenda. Lakini Jumapili tuliambiwa wawili watakuwa mmoja ataondoka ajira mwingine. Tuseme ile ndugu yangu mwendo ameachwa pale kijana. Sasa cha pale kwa Wilson. Hata ile Wilson itamkataa. Hata duka. Inasema inataka pia itafute mtu iweze kuingia ndani ya huyo mtu. Yaani kila kitu kiwa total confused. Ngomeno na iko baba. Ikatamani ona yeko ni Mungu. Bunga bai kamja uteni ndio bantu kunangwa madiba. Ngomesho ikatamani ona yanundu. Kama mtaniambia atainua jiwe. Hilo jiwe litakuwa linafanya nini wakati huo? Litakuwa liko hai. Analiinua liimbe. Alafu sasa wewe unalichezea na yeye ameshachukua yote anataka aende nayo. My friend, it will be total confusion. Utajiokoa wewe na damu yako. Yesu ndadindiwe misalaba nebaya unyenda kumeneka natio kwa leo. Mwale third option ambayo ni final option. The Bible tells us wewe utapigwa ile chapa ya 66 BC. Chapa ya 66. Shida ndio sawa. Hiyo ni wazo. Wewe ukatae kwa maana unajua shetani anaenda ziwani mwa moto.
Nani atakupa strength ya kukataa? Maana sword iko ya kuchinja saa hiyo. Mwenzako umeona amechinjwa kabisa. My friend paka tenzo mwembe wangu. Usemba inyo kama kiasi. Ukirudi chapa cha sisi. Kwa sababu sio tu kama kuja. Yeye wewe hiyo mmoja paka tenzo ndo baba. Usemba inyo nepatiwa ume kidogo. Ume kidogo. Patiwa wali ni kikali. Lakini hiki kimetikio ngamela. Aupe na monange. Wona me batomoketi onge. Lakini kwa wakati wao wameniumisi wao alafu zaidi kidogo. Lakini I'm telling you akatenzo be wapi nakimbia. Swali liko hapa. So that will be the only option remaining. Wewe utajiwa kwa na damu yako mwenyewe. Haya kajuti kai. Chinjwe hiyo yako imwaike ndio uokoke. Maana tumeshindwa na zile za kawaida za kupewa uokoke. Kwa sababu hizo mimi leo nilikuwa nataka kusema kila tetele tetikisi. Teka okay. Ende kikezo bikasuosu withani. My friend hujetela. So it is good kukaa kwa laini ile ambayo connects to Jesus ili wakati wa sema Yesu ni wako. Ukijua maana hapo kutakuwa kisasa. Si sawa? Nikimalizia nasema bwana mmoja akakwambia tunaomba ufanikiwe, tunaomba ujibiwi, huwa uko kule forest katikati. Yesu akai huko. Mungu hapatikani huko. Akitaka kuizela. Lakini baba lao patikana hii barabara. Kuna hii road. Sawa. Yesu anapatikana hapo. Kwa wale mtafuta huko msituni. Wale waliotafuta Yesu kama yule kama yule bwana alimtoza ushuru. Hakwenda kupanda ule mti mkubwa kule msituni. Alipanda hapa kama barabara ile wale Yesu akipita. Anajua anapitia barabara na pitia kule msituni. Kisha umeambia Yesu abanda abalota akenda abalota ikata utawa na zao nini na ndio kiwuki kwa maana hizi vile kwa Tanzania. Sasa angalia umeweka mitego mingi na wewe. Mimi nasemaje? Kwa sababu hizo Yesu alikuja huku to recover the lost. Kilichokuwa kimepotea Mungu ataka akirudishe. Na sisi tulikuwa tumepotea. Wewe mwana Adam, kwani wewe Adam ndio wako hivi? Kwa yeye mwingine zaidi. Ndio hasa sana. Bila unaomba. Baba tunaomba. Samena zetu na shetani ambaye anatusumbua sana. Satani mzugu wa malaika, yaani mtukane, anataka umtukane. Mbona watu hawatukani shetani na anasumbua sana? Sasa yule mtoto alikuwa na swali mahali. Lakini huyo mtoto alikuwa creative sana, maana alifikiria sana. Mbona ni kweli shetani hafai? Na ndiye anaharibu watu. Lakini unapoomba humtusi. Kwa nini? Anapatia challenge bado nafikiria. Shetani kwani yako kitengo gani? Mbona shetani tunamheshimu sana? Hiyo tukana dhambi, na umetukana utakuwa umetukana huyo shetani, si? Lakini nasemaje? God is more powerful. Lakini ujue shetani is much powerful kiasi ya kwamba si wale kanyaga shetani mfanyeje? Mwanange wazali shetani wewe. Hiyo si wimbo tunaimba tu. Kwani tunaimba? Shetani akutanawe fresh. Ndugu yangu wewe unampisha, sio kanyaga. Lakini unaweza kumuona shetani akija kama uko ndani ya yule